Hello, mambo vipi wana Simba? Nipende kuwapa habari njema wana Simba wote. Ni mimi kijana wenu, mchezaji wenu Selemani Mwalimu Abdallah aka Gomez. Nitakuwepo katika msimu huu wa 26-27. Ni mchezaji halali wa Simba Sports Club. Nipende pia kuchukua fursa hii kuwapa habari wana Simba wote, na niwatakie heri ya kuadhimisha miaka 90 ya Simba. So Simba nguvu moja, ubaya ubwela. Sasa miongoni mwa vilabu ambao vilikuwa wanamng'ang'ania inavyosemekana ni Young Africans. Kwa hiyo anachokisema Ahmed Ally kinaonekana kweli kulikuwa na vita. Na kwa nini watu watakajiuliza kwa nini alikuwa ng'ang'aniwa Suleiman Mwalimu? Ni kwa sababu ya yeye ni mchezaji mzawa, asingekuwa na gharama ya vibali vingi sana kuja kucheza nchini kuliko wachezaji wengine. Lakini pia ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, Suleiman Mwalimu amefunga magoli 9. Kufunga magoli Yes, wakati utambulisho umekamilika wa Simba Sports Club, kuna baadhi ya wachezaji ambao tulikuwa tunatamani sana kuwaona, hatimaye tumewaona na tumewajua. Suleiman Mwalimu bwana, kumbe ni Msimbazi mnyama kabisa. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo vimevutia zaidi ni vile ambavyo creativity ya semaji bwana Ahmed Ally bwana kuingia na Simba wenyewe OG imeonekana kuwapendeza watu sana. Lugano Israel bwana, Suleiman Mwalimu ni mnyama, japo mwenyewe kupitia Ahmed Ally amesema kabisa kuna ofa kibao zilikuwa zinamfuata. Hata upande wa pili nazungumzia Yanga pia nao walipeleka ofa. Tumzungumzie Suleiman Mwalimu, japo hakuwa physical, aliweza kurekodiwa na akasema kwa mujibu wa Ahmed Ally kwamba yupo angani anarejea Tanzania. Tumzungumzie Suleiman Mwalimu, performance yake ya msimu uliomalizika, uhitaji wa Simba kwa Suleiman Mwalimu. Kwanza umezungumzia kuhusiana na Simba Day, kitu ambacho kimeonekana pia ni ubunifu ambao Ahmed Ally kauonyesha kwa maana ya kuingia na Simba. Simba ni mnyama, lakini pia kuna Simba ambao ni timu. Bwana, ubunifu ule ulikuwa ni mzuri sana. Sema mimi ningetamani angemwachia ule Simba tembee mwenyewe. Hiyo ingependeza sana kwa sababu ingeonyesha uhalisia. Unajua si alikuwa kwenye kibanda, si ndio? Sasa ingetembea mwenyewe ingekuwa nzuri. Sijui ingekuwaje pale uwanjani. Lakini so far so good. Ni ubunifu. Unajua kila siku kija na kitu kingine kipya kinatuletea story mpya. Angalau Simba mnyama mwenyewe kanyaga au kaonekana kwenye uwanja kwa namna moja ama nyingine. Huenda pia Simba msimu unaofuata wakafanya vizuri kwa sababu tayari harufu ya mnyama mwenyewe, uhatari wake tayari umeshaonekana. Kwa hiyo naamini mambo yatakuwa fresh kabisa. Lakini kwenye swala la Suleiman Mwalimu, mimi binafsi niwapongeze sana Simba. Kiukweli wamepambana, vita ilikuwa ni kubwa. Umezungumzia hapa kwamba kuna watu walikuwa wanamnyatia. Unakumbuka kuna kipindi semaji kwa maana ya Ahmed Ally alishawahi kusema kwamba Young Africans walikuwa wanamtaka, na amesema tayari yani kuna watu walikuwa wameshapeleka nguvu zao kule Wydad Casablanca kushawishi ili aweze nini, yani wao waweze kumchukua. Ni mimi nishaye kuzungumza kila ambacho amekizungumza Ahmed Ally, mimi nishaye kuzungumza kwamba kuna mazingira ambayo yanaonekana wakati uongozi mpya wa Wydad Casablanca unaingia madarakani, Simba alikuwa ameongea na uongozi uliopita. Sasa ile njia ya kubadilika kwa uongozi ikabadilisha mazingira ya thamani ya Mwalimu, kwa sababu ikaonekana kuna vilabu vinamng'ang'ania, vinamtaka. Sasa miongoni mwa vilabu ambao vilikuwa vinamng'ang'ania inavyosemekana ni Young Africans. Kwa hiyo anachokisema Ahmed Ally kinaonekana kweli kulikuwa na vita. Na kwa nini watu watakajiuliza kwa nini alikuwa ng'ang'aniwa Suleiman Mwalimu? Ni kwa sababu ya yeye ni mchezaji mzawa, asingekuwa na gharama ya vibali vingi sana kuja kucheza nchini kuliko wachezaji wengine. Lakini pia ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, Suleiman Mwalimu amefunga magoli 9. Kufunga magoli 9 unapoachana na mchezaji wa aina hiyo, nadhani tuliongea before kuhusiana na hii swala. Suleiman Mwalimu kufunga magoli 9 alafu unamwacha pale, umeacha ni magoli 9, manake yako nje na timu yako. Na kumbuka ni mchezaji ambaye sio kwamba alikuwa ametumika mara nyingi sana kwenye kikosi, lakini alikuwa anakupa nafasi ya kufunga magoli mengi. Nadhani kwa Mwalimu Steven Becker anampenda Mwalimu, na ndio maana kang'ang'ania lazima awepo kwenye kikosi chake. Kama isingekuwa Steven Becker kumhitaji Mwalimu,
maana yake Suleiman Mwalimu asingeweza kurudi Simba. Mapambano ambayo yameyafanya uongozi wa Simba ni makubwa. Unajua kumwacha abakie kwa maana Libase Geye, abakie Libase Geye ndani ya kikosi cha Simba Sports Club ni afya kwa klabu. Lakini pia Anseti Aura kumbakiza pia ni afya kwa klabu. Lakini Suleiman Mwalimu pia kumbakiza ni afya kwa klabu. Kwa hiyo kuna kila sababu ya kupongeza uongozi wa klabu ya Simba kuhakikisha kwamba wachezaji hawa wanabakia. Wale ambao waliweka Simba kwenye ubora wanabakia. Pengine tutakuja kuwahukumu zaidi viongozi wa Simba endapo kama wale ambao wamesajiliwa upya hawa watafanya vizuri, hao ndio watakuwa maswali. Kwa hiyo kwenye eneo la ushambuliaji, manake Suleiman Mwalimu ameongezewa mchezaji mwingine ambaye huenda akaongeza chachu, kwa maana ya namzungumzia Ibrahim Doumbia kwenye eneo la ushambuliaji. Suleiman Mwalimu msimu uliopita kwa asilimia kubwa alikuwa anacheza peke yake, alikuwa anakosa changamoto. Huenda vilikuwa vinamfanya pia aone nitacheza tu, lakini kwa sababu kuna mtu mwingine huenda akacheza wote au akatangulia mmoja, mwingine kana sehemu ya kujifunza au kuongeza jitihada za kuongeza ubora na ubunifu ili kuweza kufanya vizuri. Kwa hiyo mimi binafsi kuwapongeza uongozi wa Simba kumrudisha Suleiman Mwalimu Gomez kwenye kikosi, na mimi nasema kwangu ilikuwa ni surprise kwa sababu ukiangalia Wydad Casablanca wao wenyewe ambao pia kwa taarifa zinasemekana kwamba walizuiliwa kwa usajili na FIFA. Sasa kuzuiliwa kusajili maana yake itabidi watumie wachezaji wako. Kwa hiyo maana yake ihitaji mapambano ya Simba wasema tunamhitaji huyo mchezaji. Na nasikia pia kutokana na jinsi ambavyo timu zingine zilikuwa wanamhitaji Suleiman Mwalimu, imepelekea gharama yake kupanda kutoka ilikuwa $50,000 imeenda mpaka $75,000 ambayo ni kwa ajili ya mkopo sasa. Kwa hiyo ni kiasi kikubwa cha pesa kimeongezeka kutokana na jinsi ambavyo Simba ilikuwa inahitaji mara ya kwanza. Hii ni kwa sababu tu uongozi umebadilika, lakini kuna watu pia walikuwa wanamhitaji. So utaanza kuona potential ya Suleiman Mwalimu kwa wachezaji wa ndani. Alistahili kabisa kuwepo katika timu ambazo zinawahitaji wachezaji wa ndani kwa quality yake na vitu vingine kama hivyo. So mi naona ni kitu ambacho kiko poa na kimependeza sana kwa uongozi wa Simba. Bakiza silaha zako ili uingie kwenye vita. Kama ni kuongeza silaha zingine, lakini zile ambazo zikupa ushindi msimu uliopita au kukupa nguvu msimu uliopita, basi ziendelee kukupa nguvu zaidi kuelekea katika msimu mpya. Kwa hiyo ni kitu kizuri. Nipongeze sana kwa kila kitu ambacho kimefanyika. Simba Day haijawa mbaya. Umefurahishwa na wachezaji waliotambulishwa? Of course wachezaji wa Simba inawezekana mashabiki wasivutiwe nao sana. Lakini ni kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji wengine labda huko walikotoka ni timu za daraja ya kati, mfano kina Msimu. Kuna wachezaji wengine mfano ukimwangalia kama Nathaniel Chilambo katoka Azam alikuwa hatumiki. So ukiangalia kama kina Kevin pia alikuwa yuko kwa timu za daraja ya kati. Ukiangalia anatambulishwa ndani ya kikosi cha Simba, lazima anaanza kuona kama hivi ata click au vipi. Kwa mashaka ya mashabiki unaweza kaelewa, lakini kwangu mimi ninajua kwa upande wa Simba wameenda kuchukua wachezaji ambao wataenda kusaidia kubalance kikosi na sio kuchukua majina makubwa. Unajua kuna mchezaji mwingine anaweza anakosa nafasi, lakini sio kwamba mchezaji mbaya, ni mchezaji mzuri. Kwa mimi nadhani ni kuwapa nafasi na kuwasubiri kuona nini ambacho kitakuja kutokea. Pengine watu wanaweza kuhukumu kwa sababu tuliona kwenye mashindano ya Kagame Sekafa Cup au Sekafa Kagame Cup ambayo kuna baadhi ya wachezaji hawakuonyesha uwezo wao, lakini kumbuka wao wachezaji wako wametoka kwenye off season na ile ilikuwa pre-season. Kwa hiyo pre-season hawezi kumaliza kila kitu wakati mwili wako bado hujafunguka vizuri. Kwa mimi nasubiria tu kuja kuona wakati mwalimu anawatengeneza kwenye majukumu tofauti, tuone nini ambacho anaenda kukifanya. Huenda wakafanya kitu kizuri ambacho watu wataanza kuwaimba sana na kuona ubora wao jinsi ya kusaidia Simba. Moja ya kitu ambacho nimefurahishwa sana Lugano, kumbe usajili wa Kibabage bwana, Magori alihusika kwa asilimia zote, na kuna baadhi pia ya viongozi ndani ya Simba walikuwa ni kama vile hawakubali ule usajili, lakini ni kama vile wameprove wrong msimu uliweza kumalizika. Magori tumpe hongera yake kwa Kibabage, usajili mzuri, fullback namba 3. Mimi nadhani hayo mambo ambayo huwa yanakuwa yanazungumzwa kwamba kocha kiongozi fulani kamsajili mtu fulani, kiongozi fulani kahusika kwenye kitu fulani, sometimes yamekaa kisiasa zaidi. Magori kuhusika kumsajili Kibabage
nadhani inawezekana imekaa kisiasa zaidi kuliko kukaa kiuhalisia. Wachezaji wangapi ambao pengine mwenyewe kawasajili au wamesajiliwa na kiongozi fulani au akufanya vizuri, mbona hakujitangaza kama huyu ni mimi nilimsajili na amefeli? Madamu mchezaji kafanya vizuri na kafanikiwa, huwa wengi wanakuwa wanasogea kuona kama huyu ni mimi ndo nilimsajili. Lakini mimi binafsi ninaona kisiasa zaidi, kwa sababu kuna watu wengine ambao pia walifanya mengine majukumu, kwa sababu pengine wameshindwa kuongea, wanashindwa kupata nafasi ya platform. Kwa mimi binafsi ukisema Magoli alihusika kumsajili mchezaji fulani, nitaelewa kweli alihusika. Lakini je, kwa wale ambao walifeli, aliwasajili yeye, pengine mbona asemi fulani nilimsajili lakini alifeli? Nadhani itakuwa ni vyema taasisi ikifanya jambo, sifa ziende kwa taasisi, na taasisi ikikosea jambo ni vyema taasisi yenyewe ikahukumiwa, kama ambavyo tunasema Simba wamesajili vibaya au Simba amesajili vizuri, yote iende kwa Simba. Lakini mimi ndio nilisajili huko akakliki, na yule ambaye ulisajili ya kukliki mbona usemi? Kwa hiyo mimi binafsi of course anaweza kawa anaongelewa na watu, lakini mimi nadhani litakuwa limekaa kisiasa kuliko uhalisia wa taasisi yenyewe. Inatakiwa taasisi ndio isifiwe kwamba ilikubaliana, kwa sababu ndani ya taasisi kuna kukubaliana na kuto kukubaliana. Sio vyote ambavyo vimefanikiwa kuna vilikubaliwa. Mfano tunazungumzia Simba Day ambayo ipo sasa hivi. Kwa maana Hasani Dalali mwenyewe anasema kwamba kuna watu walimpinga, na ndivyo ilivyo kwenye taasisi. Haikiwezekani kitu kikapita kirahisi, lazima kiwe na mahoja. Kwa nini kipite hiko, nini kisifanye kitu fulani? Kwa kikifanikiwa unasema ni Simba, usemi nani kafanya. So mimi binafsi ninaona sawa, Kibabage kafanya vizuri na mimi nafurahi, lakini isiwe ni kwa mtu mmoja, iwe ni kwa taasisi. Madrid sasa hivi wana day yao tofauti na zamani. Tofauti na zamani. Day ya Madrid sasa hivi imefanana na day ya Simba au vilabu vyote vya Tanzania. Unaweza kusema Madrid pia inawezekana waliiga ya Dalali tena sio kidogo, hata Al-Ahly. Bwana, karibu sana. Hii ni Like Media. Kama ambavyo unafahamu, huwa tunapiga story mbalimbali za kimichezo na mambo mengine kama hayo. Mimi naitwa Lugano Israel. Tuna mengi ya kuzungumza kuhusiana na mpira miguu na mambo kama hayo. Leo hii niko na mzee Kamwe, wengi wanamfahamu Kamwe wa Simba. Mzee Kamwe wa Simba, huyu ni mwanachama kindaki wa klabu ya Simba Sports Club. Lakini ukisema Kamwe, watu watajiuliza ndo babake Kamwe? Jibu ndio, huyu ndo babake Ali Kamwe, msemaji wa klabu ya Young Africans. Niko hapa naye napiga naye story. Sio mara ya kwanza kupiga naye story, tusizungumza mambo mengi sana, lakini sio mbaya tukazungumza yale ambayo pia unatamani kuyafahamu kuhusiana na mzee Kamwe. Mara nyingi ni mzee ambaye yuko charming na vitu vingine kama hivyo. Mzee Kamwe, heshima yako. Marhaba, hali yako? Safi kabisa. Hivi kusema heshima yako ni marhaba? Ndio maana yake, haina cha nyingine. Basi nasema shikamoo. Marhaba. Mage sasa kwako nitaitikiaje? Kwako nitasema mambo vipi? Shikamoo ni halali yangu. Ndio. Bwana, ni shabiki wa Simba kwa namna ambavyo tunakufahamu, na mwanao ni shabiki wa Yanga. Tunataka tuzungumze kuelekea Simba Day, lakini pia na mafanikio ya Simba na mambo mengi ambayo pia yamepita kuhusiana na Simba Sports Club. Kwa upande wako, ukiwa kama shabiki wa Simba, hali ya Simba sasa hivi inavyoendelea, unaizungumziaje sasa hivi kama klabu ya Simba, usajili wake na vitu vingine kama hivyo? Kwanza hali ya Simba mpaka sasa hivi ni kizungumkuti, sababu tumeambiwa tusitishe kila kitu, tuhangaike na Simba Day, tuhangaike na ngao ya hisani, tuhangaike na usajili. Baada ya hapo naona mapambano yao mengine. Umesahau moja ni ligi. Wamesema tusitishe masuala yote yale ya kupishana. Tumalize Simba Day, tumalize usajili, tumalize na ngao ya jamii. Hawajasema kuhusu usalani ligi. Ni kwamba kwenye ligi hapo na huku mambo yatakuwa yanaanza mengine. Lakini mimi natumaini sasa hivi ifike wakati Simba Day hii iwe ni mwarobaini wa migogoro ya Simba. Manake tumeshakuwa hatueleweki kwamba ni watu wazima, ni watoto, tunagombea nini? Natumaini wote fito
ni zile zile. Nyumba ni moja. Nyumba ni moja, mnagombea fito. Sawa, nyumba ni moja, mnagombea fito. Ifike mahali tuseme sasa basi. Na tutafanyaje basi? Nyinyi ambao labda mnaona kwamba hamtaki kukaa mkaelewana, wapisheni basi watu wengine, paingie damu mpya, maisha yasonge. Weka sawa sawa. Tunaenda kwenye Simba Day. Tunataka neno lako Simba Day. Inaonekana kwa upande wa Simba ni kama waanzilishi wa vitu vizuri, afu watu wanakuja kuviboresha vile vitu vizuri vinakuwa bora sana. Unaweza ukasemaje? Vitu gani unavikumbuka ambavyo Simba mmeanzisha na wengine wakavifuata? Miaka 90 hii ya Simba mnakumbuka kitu gani ambacho mshawahi kuanzisha kaa bora hata wengine wakakiiga? Kwanza namshukuru Mungu, Simba Day ya kwanza nilikuwa uwanjani na Mungu ameendelea kunipa pumzi mpaka leo. Toka 2009. Nilikuwa uwanjani, Mungu amenipa pumzi mpaka leo. Ya leo imenikuta pia nina pumzi, nitaiona. Naweza nikasema maana muda ni mrefu, naweza kashtukia tu ile muda wa ufunguzi usikute, lakini Mungu atanipa pumzi, nitaiona. Lakini tarehe ushafika leo. Tarehe nimefika. Simba ya kwanza ndio Simba ambayo siwezi kuisahau. Ni Simba Day ambayo ilianzishwa katika mazingira ambayo natumia hata mwanzishaji alipewa support na watu wachache, lakini nakiri hata umri wa yule mzee unazidi kuongezeka kwa Mungu anavyomrehemu, kwa sababu ya hivi vitu ambavyo vinaendelea kuleta furaha kwa wana Simba. Unamzungumzia mzee Hassan Dalali. Tena mzee namzungumzia kwa mapana, kwa sababu ni mzee ambaye aliyekwenda akaishia darasa la 7, akaenda akashika gitaa lake, akapiga mziki na kuishangilia Simba. Lakini ameanzisha kitu ambacho maprofesa na mainjinia wanajaribu kuvunja rekodi yake, lakini kitu ambacho hakiwezekani. Kinachofuatia ni maboresho. Unajua hata mwanzishaji wa gari alianzisha gari bovu sana, linatembea kilomita 5 kwa saa. Sawa? Leo gari linatembea kilomita mpaka 400 kwa saa. Lakini linaitwa nini? Gari. Lina matairi kama lile la mwanzo. Lina stelingi kama lile ya mwanzo. Lina breki kama lile. Kila kitu kilichokuwa mwanzo leo kipo. Bora japo kimeboreshwa. Kwa hiyo picha ya Hassan Dalali haitakaa ikasaulika kwenye ramani ya day za vilabu duniani. Madrid sasa hivi wana day yao tofauti na zamani. Tofauti na zamani. Day ya Madrid sasa hivi imefanana na day ya Simba au vilabu vyetu vya Tanzania. Unaweza kusema Madrid pia inawezekana waliiga ya Dalali. Tena sio kidogo. Hata Al Ahly wameanzisha day yao kama ya Simba, haina miaka 10. Haina miaka 10 tangu imeanzishwa day kama ya Simba. Kwa hiyo kumbe inawezekana wazungu wakakopi vitu vyetu. Sisi sio kukopi kila kitu cha kizungu. Inawezekana vibaya sana. Ila wanaokuja kukopi waga wana advance zaidi. Na sisi tunatakiwa tubadilike. Kuna kitu kidogo kwenye upande wa day yetu timu inakikosea. Klabu ya Simba inahitaji kupata ripoti zenye kumbukumbu ya tangu Simba inaanzishwa. Kwa nini ilianzishwa? Ilianzishwa kwa madhumuni gani? Inatakiwa siku kama leo kitengenezwe kitabu maalumu, kijarida kidogo cha kusoma historia ya Simba. Alafu kiuzwe. Kinauzwaje? Kinauzwa kwa njia nyepesi sana. Tiketi ya shilingi 100,000 na kitabu. Hesabu iko kule ndani. Tiketi ya shilingi 20,000 na kitabu. Ili niweze kwenda kuiona Simba, nitalipa 20,000. Na ili nipate kile kitabu bila kushurutishwa, lazima nilipe 20,000. Lakini nikitaka kushurutishwa, nipate kile kitabu, nisiende mpirani. Alafu kesho nikatoa labda 5,000 kukinunua. Lakini nikienda mpirani nikitoa tiketi 20,000, najipa moyo nimetoa 20,000 na nimepata ofa ya kitabu. Kumbe kiko ndani, umekinunua ndani ya 20,000. Klabu inapata mapato, Watanzania wanaendelea
kuongeza uwanda wa vitu vya klabu kuvijua. Mimi niliozaliwa miaka 60, sawa bwana, sijui nyuma ya hapa. Aliyezaliwa miaka 70 hajui nyuma ya 70 kabisa. Aliyezaliwa miaka 80 hajui nyuma ya 80. Anapata kumbukumbu ya kitabu. Aliyezaliwa miaka 90 hajui maisha ya 90. Hebu ngoja nikuulize swali moja. Juma Mgunda ni mchezaji maarufu kabisa. Sawa lakini msemaji wa Yanga wakati Juma Mgunda anatulika Darunga, msemaji wa Yanga hajazaliwa. Hata kiunoni kwa babake hayupo. Hata mama yake hajakuwa. Sawa Juma Mgunda kastafu. Leo utaipataje historia ya Juma Mgunda? Lazima kuwepo na vitabu na kumbukumbu. Lakini siku pakitokea Coast Day mfano nahamisha mada, ikija katika kile kitabu na historia ya Juma Mgunda imo. Kibadeni amestafu. Mimi niko duniani lakini zile akili za maana sina, ni mtoto. Nataka nijue Kibadeni alikuwa vipi. Kwenye kile kitabu namsoma Kibadeni. Na matukio mengine ambayo yalishapita. Historia nzuri ambazo vizazi vitakuwa vinarithi. Hiyo ingekuwa ni kitu kimoja kizuri sana cha kuipatia klabu mapato na kuwafanya wapenzi wa Simba waendelee kuipenda Simba. Tupate kitabu kitakachoeleza historia mpaka jana. Alafu kutakuwa na kingine ambacho alafu kingine kinaanzia kesho. Simba Day si mwisho leo. Kingine kinaanzia kesho. Inaelezea matukio na vitu kuanzia huko nyuma mpaka ile siku ya kuamkia Simba Day. Kinakuwa historia yake imekufa. Inakuwa kila Simba Day, hata kama mnaingia mifukoni kujikwamua kuiendesha Simba Day, lakini kitabu kinarudisha machungu uliotumia ya kuisaidia Simba Day. Ili wazo zuri sana, ili kwa upande wa Simba likitengenezwa vizuri inawezekana ikatengeneza impact ambayo huenda miaka ya uko mbele vizazi na vizazi vikakumbuka historia. Kuna historia moja kaizungumza mzee Hassan Dalali, nimpigia tukaongea sana kwenye simu kufanya interview. Alisema mfano jengo la Simba wakati najengwa ndipo ambapo litokea neno nguvu moja, kwa sababu ya kupandisha zile tofali kuzipeleka kule juu. Nguvu moja ikachukua ikawa kauli mbiu ya Simba mpaka leo. Kwa kuna vitu vingi ambavyo watu hawajui vimeanzia wapi, kwa na kitu gani na vitu kama hivyo. Kwa ni moja kati ya vitu ambavyo mzee kwa maana ya Kamwe kaweza, kwa maana Shabani Kamwe kazungumza, ambavyo kama uongozi wa Simba utaichukulia serious ile jambo litakuwa na maana sana kwa miaka ya huko mbele. Historia itajitunza na atakumbuka vitu vingi sana, kila tukio ambalo litakuwa linafanyika ndani ya klabu ya Simba. Tuna mengi ya kuweza kuzungumza, nitamtafuta tena nisimchoshe sana. Kumbuka leo ni Simba Day pia, nitamtafuta tena wakati mwingine. Tutapata story nyingi sana ambazo tutafahamu kutoka kwa mzee Shaban Kamwe. Kuna chochote cha kumalizia hapa? Nachopenda kusema, japo Simba Day inaweza simalize matatizo ya Simba, lakini ifanyike kama miujiza, Simba Day imalize matatizo ya Simba. Nahisi wanaoihujumu Simba wanataka kuihujumu kwa hizo hatua za mwanzo, alafu baada ya hizo hatua za mwanzo Simba kishahujumika, ndio sasa wajifanye wamekaa chini kutengeneza tofauti zao, alafu ndio Simba irudi kwenye mstari ikiwa imechelewa. Mfano mwaka jana tulianza ligi katika hali za sintofahamu. Baada ya kutetereka, kupoteza mechi nini, ikajulikana sasa hapa hata tufanyeje, hatuwakuti hao wapinzani wetu. Sasa tutafuteni amani. Amani ikatafutwa, tukakaa sawa, tumeishia nafasi ya pili. Bingwa nani? Yanga. Aliyesema ataendelea kuwa bingwa. Mwaka huu kauli mbiu yao bingwa nani? Tena. Ubingwa tena. Mwakani tena. Wakati wanasema mwakani tena, huku kunaanza nini? Seke la mivurugano. Hii ndiyo teknolojia inayofanyika, na wasifu sana. Wanatupeleka nyuma ya kioo. Kina nani hao tena? Hao wapinzani wetu. Yanga. Nasema tu wapinzani wetu. Wanatupeleka nyuma ya kioo, kitu ambacho
hatutakaa tukagundua kwamba tunakosea wapi. Tunagombana sasa hivi, wakiseti mipango ikishakaa sawa, tunapatana. Hata lele anzisha ugomvi, anakuwa kimya, tunapatana. Tunaanza sasa, sisi tukishapatana ndio tunawafukuza sasa. Washatengeneza mipango. Lakini tukikubali kuingia sasa hivi kama Simba moja, nguvu moja, kauli moja, hawa mainfluencer hawa wapunguze kuegemea kila mahali, waangalie nyeupe nyeupe, nyeusi nyeusi, black and white, tutafika tunakohitaji. Bwana mzee Shabani Kamwe anamaliza kwamba nyeupe nyeupe, nyeusi nyeusi, yaani ili Simba ikawe kwenye mstari nyeupe nyeupe, nyeusi nyeusi. Nyeusi ni ipi na nyeupe ni ipi? Hapo ndo kuna kimbembe kweli hapo. Hapo ndo kimbembe, hapo ndo kushikana mashati hapo. Ukitafuta nyeupe na nyeusi zikae sawa sawa, hapo shughuli nzito. Bwana, mimi naitwa Lugano Izele. Tulikuwa napiga story na mzee Shaban Kamwe. Huyu ni baba yake Ali Kamwe kabisa, ndo mzazi wake kabisa. Na Ali Kamwe katoka kumnunulia gari. Wati kijana ile watu player tunasema wati kijana, yani wati kijana kanunulia mzee gari. Hongera sana Ali Kamwe. Kitu ulichokifanya ni kitu kizuri. Na mimi nakupongeza, na ni mfano pia kwa vijana wengine. Tuwakumbuke wazazi wetu, tukumbuke wale ambao pia wametusapoti kwa namna moja ama nyingine mpaka kufika hapa. Najua mzee Kamwe bila shaka alipambana sana. Ali asome, kasoma, Ali afikie sehemu kafika, na anakumbuka kwamba baba, sasa gari gani uitumie? Nimepata hiki baba.